Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Hakika Mungu Baba ametupa nafasi. Ni neema ya Mungu imetukusanyisha tena pamoja, na sisi tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana Yesu, jina lenye nguvu na uweza na mamlaka na heshima juu mbinguni, chini duniani, hata chini ya nchi. Kwa jina hili tumekusanyika, na kwa sababu tumekusanyika kwa jina hili, mwenye jina yupo katikati yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuna ibada ya kumaliza wiki na kuanza wiki nyingine tena, tukilitanguliza jina la Yesu, tukimtanguliza Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika kila eneo la maisha yetu. Na lengo la ibada hii au chimbuko la ibada hii, tumejua ya kwamba Mungu alitupa ufahamu ya kwamba hatuwezi lolote bila yeye. Na kwa sababu hatuwezi lolote bila yeye, tunampa yeye nafasi hii ya kumwambia Baba, utuongoze tena katika wiki hii tena, kama ulivyotuongoza katika wiki ili tulioimaliza. Tunaianza wiki nyingine tena kwa jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumwambia Mungu tunahitaji kumuona leo tena kuliko jana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo nakukaribisha sana katika ibada hii, na ninayesema nawe ni Mama El wa Jesus is the way. Ninaomba imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kabisa kukuokoa na kukutoa kwenye maangamizo yako yote. Mimi ni chombo tu, mimi ni mtumwa tu wa Bwana Yesu. Weka imani yako kwa Mungu na kwenye neno lake latosha kukuokoa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameuachilia katikati yetu, ambao nipate kukuambia au tupate kujifunza, unasema ya kwamba tofautisha sana dini yako au dhehebu lako na Ukristo wako, ili usimame pale Mungu Baba anapotaka usimame. Bwana Yesu apewe sifa. Nitafungua ibada hii kwa maombi. Baba, nasema asante kwa maana umetupa tena nafasi. Nasi Baba tunaipokea nafasi hii kwa jina lako takatifu. Kwa jina lako takatifu Bwana Yesu, nimesimama kama kuhani wako na mtoto wako katika nafasi hii kwa ajili ya utukufu wako. Ni wewe Bwana umenisimamisha kwa ajili ya jina lako. Nami Baba nakurudishia utukufu na shukrani, nikiingia kwenye kiti chako cha rehema na neema. Baba, nasema asante kwa nafasi hii Bwana. Ninaingia na damu yako takatifu na kusii rehema zako Bwana, nikiwa nimelibeba kanisa lako lote, watoto wako wa kike na wa kiume, pande zote, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ninaingia madhabahuni mwako patakatifu pako, papa takatifu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yetu kwa ondoleo. Baba Mungu, rehema zako na neema yako juu yangu mimi mtumishi wako na juu ya kanisa lako hili Bwana, wateule wako pande zote na kila mmoja Bwana, watoto wako wote Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Damu yako Yesu ipate kuwatakasa sasa. Damu yako Yesu ipate kuwaosha sasa. Damu yako Yesu ipate kutusafisha na kutuhesabia haki. Ninazama kwenye kijito cha utakaso, ni damu yako Bwana, ya rehema na neema na msamaha, ni damu yako Bwana Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kutufinyanga, endelea kulifinyanga kanisa lako kama unavyopenda Bwana. Baba, asante kwa kutupa nafasi ya kula na kunywa mezani pako Baba. Ninaachilia damu ya Yesu juu ya ibada hii. Ninaitiisha damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo, inenayo mema, inenayo sawa sawa na mapenzi yako Bwana. Nikiachilia damu ya Yesu kila mahali neno linapopita Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwenye fikra na mawazo yetu Baba, ninanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Neno hili kila linapopita, linapita katika damu ya Yesu, linapita na ushindi, linasimamisha kusudi la Mungu kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Damu inenayo mapenzi ya Mungu, ni damu ya Yesu ikasimame juu ya ibada hii Bwana,
kwa ajili ya utukufu wako, na kupitia neno lako Bwana, kanisa lako, mwili wako Kristo ukajengwe, kanisa lako likazidi kuwa na umoja kwa jina la Yesu Kristo. Upendo wa Kristo ukadhihirike juu ya mwili wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Kupitia neno hili Baba, tukatoke kwenye maangamizo yetu yote kwa jina la Yesu Kristo. Kupitia neno hili Bwana Yesu, watoto wako Bwana, tukapige hatua nyingine kabisa, tukatoke utukufu hadi utukufu, imani hadi imani, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Neno lako Bwana Yesu likawe moto na upanga na kuteketeza kazi zote za mwovu adui shetani na mawakala wake wote, kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako Baba likawe moto na upanga juu ya wakuu wa giza, ili wafalme wanga na majeshi mapepo wa mapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Neno lako Bwana Yesu likawe moto na upanga kwa jina la Yesu juu ya miale yote na mishale yote aliyo mwovu adui shetani aliyogeuzia juu ya kanisa lako Baba. Nasema asante, kwa maana vita vinawe Bwana. Ninawakaribisha malaika wa mbinguni, ninawafungulia mlango malaika wa mbinguni wakaungane nasi katika ibada hii kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kuongoza ibada hii kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba aliye hai. Asante Bwana Yesu, kama chombo chako katika hekima yako Bwana, katika unyenyekevu wako Baba, nimesimama katika nafasi hii Bwana kwa ajili ya utukufu wako, mfalme wa amani, niliye mdogo kuliko wote Bwana, na aliitia jina lako Bwana. Nimesimama kwenye nafasi hii kulihudumia kanisa lako Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, si kwa nguvu zangu wala kwa uweza wangu, bali ni kwa Roho wako Mtakatifu na nguvu zako wewe Bwana uliyeniita kwa ajili ya utukufu wako. Asante Yesu, kwa kuwa ni mwema sana, kwa maana fadhili zako ni za milele. Bwana Yesu, wewe ndiwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Asante Baba, asante Yesu. Ni katika jina la Bwana Yesu ninashukuru wote na kusema amen. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Tofautisha sana dini yako au dhehebu lako na Ukristo wako, ili usimame pale Mungu Baba anapotaka usimame. Sasa, kwa kuanza, tofauti ya dini na Ukristo, kwa lugha nyepesi kabisa, ninakwenda kukupa tofauti ya dini na Ukristo. Dini ni juhudi ya mwanadamu kumtafuta Mungu bila mafanikio ya kumpata. Dini ni juhudi ya mwanadamu kumtafuta Mungu bila mafanikio ya kumpata. Kwa sababu gani? Kwa sababu dini zina mapungufu. Ndiyo maana dini zetu zinabuni kila leo sheria mbalimbali na mbinu mbalimbali za kuabudu, za kutaka kuhesabiwa haki na Mungu na kumkaribia Mungu, lakini bila mafanikio. Dini ni juhudi ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Weka hili kwenye moyo wako. Ni juhudi ya mwanadamu kumtafuta Mungu bila mafanikio ya kumpata, kwa sababu dini zina mapungufu. Na ndio maana, kwa sababu zina mapungufu, hazichoki kubuni kila leo sheria mbalimbali na mbinu mbalimbali za kumwabudu Mungu, za kuabudu, za kutaka kuhesabiwa haki na Mungu na kumkaribia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bila mafanikio. Na ndio maana Warumi 10 mstari wa 1 mpaka wa 4, neno la Mungu linasema, kwa maana, fungua Warumi 10 mstari wa 1 mpaka wa 4. Sikiliza. Neno la Mungu linasema, kwa maana na washuhudia ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu, wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Nitarudia tena. Warumi 10 mstari wa 1 mpaka wa 4, neno la Mungu linasema, kwa maana na washuhudia ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa.
kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuthibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu, hawakujiweka chini ya haki ya Mungu, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie, sema kila aaminie, kila aaminie ahesabiwe haki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Takwenda kufafanua kidogo hapa. Kwa hiyo kwa neno hili, unaweza ukawa na juhudi ya kumtafuta Mungu, lakini bila maarifa. Yaani juhudi yako haina ufahamu, haina maarifa. Haina maarifa ya Mungu, au bila ufahamu wa Mungu mwenyewe. Na ndivyo mara nyingi dini zetu au madhehebu yetu yanavyotupeleka. Na hii imekutokea, na hii inaweza kukutokea kwa sababu ya kwanza, kutokana na chambua neno hili la Warumi 10 mstari wa 1 na 4. Ukianzia pale mstari wa 1, unaweza ukawa na juhudi ya kumtafuta Mungu, lakini bila maarifa ya Mungu au bila ufahamu wa Mungu mwenyewe. Na hii inatokea ni kwa sababu, nakupa sasa sababu ya kwanza. Na hii sababu zote unazipata kwenye hii Warumi 10 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kwa sababu huijui haki ya Mungu. Huijui haki ya Mungu. Sikiliza. Dhehebu au dini vinaweza vikakuhesabia haki na kukuita wewe mwenye haki na kukupigia makofi, na saa nyingine wanaweza hata kwa kukalisha mbele kwa utaratibu wa sheria zao walizoweka. Kumbe kwa Mungu huna haki na uko mbali kabisa na Mungu. 2, kwa sababu unataka kuthibitisha haki yako mwenyewe. Sasa unisikilize. Dini au dhehebu vinaweza vikakupeleka kutii haki zao walizozithibitisha, na ukasahau kabisa au ukaacha kabisa kile ambacho Mungu anakutaka ufanye. Naendelea kuchambua hii Warumi 10 mstari wa 1 mpaka wa 4. Na cha 3, kwa sababu hutaki kujitia chini ya haki ya Mungu. Unisikilize. Dini au dhehebu vinaweza vikakufanya ukakataa kabisa kujitia chini ya haki ya Mungu, ukajikuta uko chini ya haki ya dini au dhehebu lako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa neno hili Roho Mtakatifu ameliachilia ili kanisa, nikimaanisha kanisa ni mliokombolewa kwa damu ya Yesu, mjipime mliposimama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa haya niliyosema hapo, haya ambayo neno la Mungu limesema. Sasa hii ni hatari mwanadamu kukubalika na dini au kukubalika na dhehebu wakati mbingu zinakuwa zimekukataa. Na ndio maana watu wengi wanajikuta wanamtafuta Mungu lakini hawampati. Wanaweka juhudi sana na wanaona kabisa mimi naweka juhudi, nafanya hiki, lakini bado hufikii pale. Ndio kama yule mtu aliyomwendea Yesu akamwambia nifanye nini ili niuone niufikie ufalme wa Mungu. Na akataja pale, Yesu akamwambia, akataja mambo ambayo alikuwa anayafanya na juhudi alizokuwa anafanya. Lakini alikuwa anafanya hizo juhudi bila, yani hafiki bado, hafiki. Kwa niko hapa kukuambia kwamba dini yako inaweza ikawa nzuri sana, dhehebu lako linaweza likawa nzuri sana, lakini hebu sikiliza neno hili linapokupeleka na linapokufikisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni hatari sana mwanadamu kukubalika na dini, kukubalika na dhehebu wakati mbingu zimekukataa. Na hii ndio unakuwa na juhudi kwa Mungu, unakuwa na juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Neno linaendelea kutuambia Yesu Kristo ni mwisho wa yote. Amen. Ili kila
aaminie ahesabiwe haki. Sasa hapa ili neno kila ina maana kila mwanadamu, si ndio? Anayeamini apate kuhesabiwa haki. Kwa hiyo Mungu amempa nafasi kila mwanadamu ya kumwamini Yesu Kristo mwanaye na kuhesabiwa haki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hapo nimechambua dini. Sasa Ukristo ni nini? Ukristo ni juhudi ya Mungu kumtafuta mwanadamu kupitia mwanaye Yesu Kristo. Amen. Ukristo ni juhudi ya Mungu kumtafuta mwanadamu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Kwa hiyo baada ya kusoma maana ya dini, kwamba dini ni juhudi ya mwanadamu kumtafuta Mungu lakini bila mafanikio. Na ndio maana taratibu zimekuwepo mpaka Mungu mwenyewe akaingia gharama yeye, juhudi ya Mungu kumtafuta mwanadamu na kumpata. Baada ya mwanadamu kumkana Mungu, kuponyoka kwenye mikono ya Mungu, uhai wa Mungu kuondoka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana Yohana 3:16 neno la Mungu linasema, hebu shika kwenye moyo wako. Shika kwenye moyo wako. Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu, ninakuomba ukadhihirike kama mwalimu wa walimu Bwana. Ukaondoe ule upofu na uziwi ndani ya mioyo ya watoto wako na masikio yao ya ndani na ya nje yapate kusikia. Damu ya Yesu Kristo itakase kanisa lako sasa Bwana. Na Mungu kila uliyemkusudia uzima wako Bwana wa milele akapata kuyasikia haya Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na malaika zako wa mavuno wakavune sasa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tupe kuelewa Bwana. Lipe kanisa lako kuelewa kwa ajili ya utukufu wako. Weka wepesi katika hili Baba. Ondoa utashi na upofu kabisa kwenye macho yetu ya ndani na ya nje. Kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Asante Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nilikuwa nakwambia Ukristo ni juhudi ya Mungu kumtafuta mwanadamu kupitia mwanaye Yesu Kristo. Na ndio maana Yohana 3:16 neno la Mungu linatuambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hii ni Yohana 3:16 kwa wale ambao bado hawajaipata. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hili ndilo chimbuko la Ukristo. Mungu amenipenda mimi na wewe na yule. Amen. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Amen. Ulimwengu wote. Hata akamtoa mwanaye wa pekee. Ili kila mtu, sema kila mtu, nikiwemo mimi, akiwemo yeye, akiwemo yule, ukiwemo wewe. Kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa hapa neno alijasema ili dhehebu fulani limwaminilo lisipotee. Ili sijui dini fulani au kigrupu fulani. Kila mtu amepewa nafasi. Mungu kaupenda ulimwengu. Hakupenda dini fulani, hakupenda dhehebu fulani. Wala Mungu hajatoa dini fulani au dhehebu fulani. Bali Mungu Baba kampenda kila mtu na amemtoa mwanaye. Sema mwanaye. Ambaye huyu mwanaye ndiye Yesu Kristo. Na amempa nafasi kila mtu. Mungu ametupa nafasi kila mtu ya kumwamini huyu mwanaye ili ahesabiwe haki, ili tuhesabiwe haki na kupata uzima wa milele. Na ili tuwe kiungo katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka, unatakiwa utofautishe dini yako, dhehebu lako na Ukristo ulio nao. Na neno hili litakusaidia kujua umesimama wapi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana kwa mwanadamu yoyote, ukishika dini yako, mwanadamu yoyote uliyeishika dini yako, uliyeshika dhehebu lako, bila kukubali na kuamini na kukipokea alichokileta Yesu na alichokifanya Yesu msalabani, ujue umepotea.
kwa sababu Mungu alikupenda akamtoa mwanaye ili ukimwamini uokolewe, upate uzima wa milele. Sasa wewe unashika sana mapokeo kuliko kushika kile ambacho Mungu amekileta. Nakwambia hivi, ndio maana kwa mwanadamu yoyote, nasema yoyote, hata nikiwemo mimi, ukishika sana dini yako na ukishika sana dhehebu lako bila kukubali na kuamini na kukipokea, bila kukubali kile ambacho Mungu amekuletea, kukiamini na kukipokea na kukiishi alichokileta Mungu, yani Yesu Kristo, na alichokifanya Yesu msalabani, ujue umepotea. Na ndio maana nafasi yako ndani ya Yesu Kristo ndio ambayo inakufanya wewe uitwe wa Kristo. Wa Kristo hapa haizungumzii dini wala haizungumzii dhehebu. Inazungumzia wewe ni mali ya Kristo. Yaani Kristo ni Bwana wako, wewe ni wa Kristo. Umenisikia? Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu azidi kuinuliwa. Sasa sikiliza. Na ndio maana dini yako wala dhehebu lako haviwezi kukuthaminisha mbele za Mungu. Na nikiongelea Mungu siongelei miungu, na muongelea Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, asiye na mwanzo, asiye na mwisho, ambaye hana mfano wa kitu chochote, mfano wa sanamu wa kitu chochote. Sasa sikiliza, dini yako wala dhehebu lako haviwezi kukuthaminisha mbele za Mungu Baba, bali ni damu ya Yesu ndio inayokuthaminisha na inakupa upatanisho na Mungu Baba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linatuambia katika Wakolosai 1 mstari wa 19 mpaka wa 22. Wakolosai 1 mstari wa 19 mpaka wa 22. Ninakwambia dini yako na dhehebu yako havikuthaminishi mbele za Mungu, bali ni damu ya Yesu ndio ambayo inakuthaminisha mbele za Mungu na kukupatanisha na Mungu, inakupatanisha na mbingu. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote. Amen. Ukae. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarakanishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa, sema sasa, katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala na lawama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitarudia tena, na kila mwanadamu aliye na sikio la kusikia na asikie. Tasoma taratibu. Kwa kuwa katika yeye Yesu, katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Sema, kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, vyote vimepatanishwa kwa damu ya msalaba wake, si ndio? Na ninyi mlikuwa hapo kwanza, yani sisi mmefarakanishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake, mbele za Mungu, watakatifu, wasio na mawaa wala wasio na lawama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana thamani ya mwanadamu ni damu ya Yesu. Ukisha oshwa na damu ya Yesu, ndio thamani yako. Damu ya Yesu ndio ambayo inatuhesabia haki, na ndio ilimlazimu Kristo Yesu amwage damu yake. Na Yohana 14 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia,
Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Usipopita hapo, huna uzima, kweli haimo kwenye maisha yako, na umepotea njia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hatufiki kwa Mungu kwa sababu tumeshika sana dini zetu au madhehebu zetu, au kwa sababu tumeshika mapokeo sana, au kwa sababu tumepita kwenye dini zetu au dhehebu zetu. Haijalishi ni mazuri kiasi gani, yana majengo mazuri kiasi gani. Niko hapa kukwambia, bali tunafika kwa Mungu Baba kwa sababu tumechagua kupita kwa Yesu Kristo aliye njia, kweli na uzima. Unisikilize mwanadamu, thamani yako sio dini yako. Thamani yako haipimwi na dini yako, haipimwi na dhehebu lako, haipimwi na kitu chochote. Bali thamani yako inapimwa na msalaba wa Yesu. Ni wewe, wala haipimwi na wanadamu. Thamani yako ni wewe kumbeba Yesu moyoni mwako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Je, unamkumbuka yule punda aliyembeba Yesu? Alipombeba Yesu akatandikiwa nguo, akatandikiwa yale matawi ya mitende, si ndio? Aliheshimika punda, lakini alikuwa anaheshimika kwa sababu amembeba Yesu. Punda alipomshusha Yesu tu, punda alipomshusha Yesu tu, punda akaachwa nje. Yesu aliposhuka kwa yule punda aliachwa nje, wapendwa. Na historia ya maisha yake ikaishia hapo kusimuliwa. Kwa hiyo, ili wewe na dini yako na dhehebu lako mbingu ziwaheshimu, mnatakiwa mumbebe Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Muwe wa Kristo. Na hapa hii wa Kristo haisemei dini, nimekwambia, wala dhehebu, bali muwe mali ya Kristo. Na kila mmoja ajipime mwenyewe, kwa sababu msalaba ni wa binafsi, wapendwa. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Jipime mwenyewe, wewe ni mali ya Kristo. Na hii ilimfanya Paulo pia awashangae na awaonee uchungu sana wale wa Galatia alipoandika kitabu cha Wagalatia, kwa sababu walimwacha Yesu wakaanza kushika dini. Na ukisoma ile mlango wa 3 utasikitika sana, kwa sababu akawa anawaambia, ni nani aliyewaloga? Mmeanza katika roho, mnataka mmalize katika mwili. Kwa hiyo na Wagalatia ile 4:19 anasema, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea uchungu, tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Alitaka Kristo aumbike ndani yao, sio mapokeo ya umbike ndani yao, sio chochote kile kiumbike ndani yao, bali Kristo aumbike ndani yao. Na mimi leo ninakutamkia kwa neema ya Mungu, ninamwomba Mungu Kristo aumbike ndani yako. Uone ule uzuri ambao Mungu ameuachilia na neema yake ili kukuokoa wewe mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno ambalo Mungu anataka nikwambie. Na niko hapa kukuuliza kama upo tayari kumwamini Bwana Yesu na kazi aliyoifanya msalabani ilikuwa kwa ajili yako. Wewe ambao umelisikia neno hili na unasema, mimi nataka kuamini, mimi ninaamini na ninataka nimfungulie huyu Yesu aumbike ndani ya maisha yangu. Basi ninakukaribisha katika maombi haya. Ukiri, amini, tamka. Amen. Tamka, ninapotamka na wewe tamka baada yangu. Sema, Bwana Yesu, katika damu yako ya agano jipya, ninakuja kwako leo. Nimesikia habari zako, ya kwamba unaokoa, ya kwamba wewe ndiwe njia ya uzima. Wewe ndiwe upatanisho. Wewe ndiwe wokovu wangu mimi mwanadamu. Na kwa jina lako Bwana Yesu lenye kuniokoa, ninakukimbilia wewe. Ninakukimbilia sasa.
ninatubu kwako Baba. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unisamehe. Unisamehe dhambi zangu zote na uovu wangu wote na makosa yangu yote niliyofanya mbele zako kwa kujua na kwa kutokujua. Nimekukosea Baba. Ninakuomba unisamehe. Na kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu, uyasafishe maisha yangu yote. Samehe misingi ya maisha yangu. Samehe uovu walionitangulia upande wa mababa na wa mama zangu. Na kuomba Bwana Yesu, damu yako inisafishe sasa. Isafishe nafsi yangu. Isafishe moyo wangu. Isafishe roho yangu. Isafishe dhamira yangu. Na njia zangu zote zitakaswe kwa damu yako takatifu Bwana Yesu. Leo hii ninakuamini na kukukiri na kukupokea Bwana Yesu, wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na mfalme wangu na mkombozi wangu. Na ninaamini kabisa ya kuwa Mungu Baba alikufufua katika wafu. Ninakuamini Bwana Yesu ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, uliyemwaga damu yako ili mimi nipone, ili mimi niishi. Na leo hii Bwana Yesu, kila mlango wa maisha yangu ninakufungulia Bwana. Ingia na kukaribisha. Ingia kwa Roho wako Mtakatifu. Ninakuomba unitakase na unibatize kwa Roho wako Mtakatifu na kunifanya mpya ndani yako sasa, katika jina la Yesu na milele yote. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuingia ndani yangu. Ninakuomba unisaidie nidumu ndani yako siku zote. Siku zote za maisha yangu nikuishie wewe Baba Mungu, na kuongozwa na kufundishwa na wewe, na kufundishwa na Roho wako Mtakatifu, ili nipate kulitimiza kusudi lako. Na unisaidie Baba, dhambi zisinishinde, wala majaribu visije vikanishinda tena, katika jina la Yesu nimeomba na kupokea. Amen. Amen. Basi utashika kwenye kichwa chako, wewe ambaye umefanya maombi haya. Mungu akubariki sana. Umefanyika kuwa mtoto wa Yesu. Umekombolewa kwa damu ya Yesu. Wewe ni mali ya Kristo. Dumu katika neno la Mungu, na ninakwenda kukuombea. Na nitakapofanya maombi haya, nitaombea pia na wiki yako na maisha yako yote. Baba, nasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya mavuno haya Bwana. Baba, nasema asante kwa ajili ya watoto wako waliosema ndio kwako. Asante kwa kila mmoja aliyelipokea neno lako. Anayelipokea neno lako Bwana Yesu, umesema na kupokea wewe Bwana. Baba, asante. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kuliatamia kanisa lako Bwana. Asipotee hata mmoja, sawa sawa na ahadi ya neno lako. Umesema anayekuja kwako hutamtupa nje kamwe Bwana Yesu, na wala hutaacha adui amnyang'anye kwenye mikono yako. Baba, asante. Ninawafunika watoto wako kwa damu yako takatifu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye njia zao zote na maisha yao yote. Na damu yako takatifu Baba ikapite sasa kutoka utosi mpaka unyayo wao. Kwa jina lako takatifu kila kifungo kikawaachie sasa, kwa maana shetani hana tena uhalali juu yao. Ninafuta hizo hati zote za mashtaka na kumbukumbu lake kabisa. Zimegongomolewa msalabani katika jina la Yesu Kristo, na zigongomolewa kwa damu ya Yesu pale msalabani. Zimegongomolewa zote msalabani kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo ninawatamkia uhuru watoto wako Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, kila aliye mgonjwa namtamkia uponyaji sasa wa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipite kwenye mifupa ya watoto wako. Damu ya Yesu ipite kwenye nyama zao na viungo vyao. Kwa damu ya Yesu Kristo na kutenga na maumivu yote. Kwa damu ya Yesu Kristo na kunyanyua kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai.
Kwa jina la Yesu uwe mzima, na kutamkia uzima sawa sawa na Isaya 53. Kwa kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, kwa michubuko yake wewe umepona. Umepona. Neno hili katue kwenye maisha yako na kuweka uzima. Kwa jina la Yesu Kristo, uzima wa Mungu, uzima wa milele ndani yako. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kupita kama Mungu moto ulao, wenye kuteketeza mapando ambayo hukuyapanda. Mapando yote ya kuzimu yanateketea sasa. Mapando yote ya adui yanaungua sasa. Kwa jina la Yesu Kristo, na imeandikwa, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni, asema Bwana Yesu, litang'olewa. Kwa jina la Yesu Kristo, mapando yote yanang'oka. Yanang'oka mapando ya kuzimu. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninalitenga kanisa la Bwana kwa damu ya Yesu Kristo ya Agano Jipya kama ukuta wa moto ulao, na shetani Lucifer na mawakala wake wote. Kwa jina la Yesu Kristo, ninalifunika kanisa hili la Bwana kwa damu ya Yesu. Baba, nasema asante, kwa maana hatapotea hata mmoja. Ninaiatamia mbegu hii kwa damu yako takatifu. Na haya yote Baba ni kwa ajili ya utukufu wako, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Baba, nasema asante, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu. Baba, ninaachilia damu yako takatifu. Tunapomaliza wiki hii kwa jina la Yesu tunamaliza, na tunaanza wiki nyingine kwa jina kuu la Bwana Yesu, na kila tulitendalo, ikiwa ni kwa mawazo, ikiwa ni kwa maneno, ikiwa ni kwa matendo, tunayatenda yote kwa jina la Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na jina lako Yesu liwafunike watoto wako kama ngome iliyo imara, likawalinde na kuwakinga na hatari zote za mwilini na za rohoni. Damu yako Yesu iliwaatamie watoto wako wa Bwana. Damu yako Yesu iwafunike Baba, katika jina la Yesu. Ninaachilia damu Yesu kwenye mikono yao, nikibariki kazi za mikono yao Bwana. Baba Mungu, kabariki njia zao, ukakutane na mahitaji ya mioyo yao Baba. Shika kwenye moyo, ukakutane na mahitaji ya mioyo yao Bwana Yesu. Unamjua kila mmoja kwa majina, umemuumba kwa mfano wako, unajua wazo lake tokea mbali. Basi Mungu, nakusihi ukawajibu sawa sawa na mapenzi yako kwa ajili ya utukufu wako, na yote yakawe ni kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Hakika Baba unaishi, nami naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Naendelea kusema Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa jina la Yesu Kristo naachilia baraka zako Bwana juu ya kanisa lako Baba. Ubarikiwe unapoingia na kutoka, ubarikiwe shambani, ubarikiwe mjini. Kwa jina la Yesu Kristo, hatua zako zikamtii Mungu na kuona baraka za Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante, neema yako yatosha. Asante Roho Mtakatifu kwa kuiongoza ibada hii kwa ajili ya utukufu wako. Sifa zote na utukufu na shukrani zirudi kwako Baba, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Uwe na amani ya Kristo ipitao fahamu zote, amani ambayo ulimwengu haiwezi kukupa. Amani ya Kristo ikuatamie. Usiogope, songa mbele. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718 293144, na namba nyingine ni +255 769 145925. Damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Amen.